Akaonekana kuwa mfalme bora aliyekuja kama malaika wa heri pale Roma. Mfalme Nero akawa maarufu zaidi mwa wananchi wa Roma kwa sababu alikuwa ni msanii mzuri aliyependa sana muziki, na alikuwa fundi wa kuimba na kughani mashairi, na alikuwa akitumbuiza kwenye maonyesho mbalimbali kama wasanii wengine. Roma ikampenda huyu mfalme mpya mtoto mwenye kufanya mazuri ya kimaendeleo na mwenye kuwaburudisha kwa mashairi na nyimbo nzuri. Mwanafalsafa Seneca na yule kiongozi wa kikosi cha kumlinda mfalme Barras walikuwa wakimwongoza kwa kumshauri mfalme mtoto Nero, na walimtaka azidi kuwa mfalme mchapakazi na mfalme wa watu. Lakini kwa bahati mbaya utawala wake ukawa na mvutano wa pande mbili. Upande wa Seneca na Barras waliotamani Nero awe mtawala bora wa watu, na upande wa pili ukawa ni upande wa mama yake Nero, Bi Agrippina, aliyetaka utawala wa mkono wa chuma, utawala wa kidikteta, utawala wa mabavu, rushwa na ufisadi. Mwanahistoria toka Uingereza Howard Hayes Scarlett alipata kuandika kwenye vitabu vyake akimzungumzia Agrippina akisema Agrippina alitaka yeye ndiye awe anaitawala Roma, ila kwa kujificha nyuma ya mgongo wa mwanawe. Agrippina akawa mpaka muuaji aliyekuwa akiwaua anaowaona ni wapinzani wa kisiasa kwake. Mfano, alimuua Domitien Lepida the Younger. Tena huyu